السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى لكم تكريح من أماني kipenzi chake Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamu alayhi. Watukufu waumini, katika kuangazia kitabu Al-Muyassar fi ahkami as-sawmi wa adabi, tuliweza kuangazia katika darasa ya mwisho katika halaka hii anna Ramadhan shahrul Qur'an, Ramadhani ni mwezi wa Qur'an. Na hivi sasa insha Allah tutaangazia umuhimu wa Lailatul Qadr katika 10 ya mwisho. Ayuha almu'minun, asema mwandishi, al-ashru al-awakhir min Ramadhan afdalu layali as-sana. 10 ya mwisho katika Ramadhani au usiku wa 10 ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio usiku uliokuwa bora zaidi katika mwaka mzima. Na tulieleza hapo awali kwamba Mwenyezi Mungu yuko na sunna katika ardhi yake. Na sunna aliyokuwa naye ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuumba amechagua viumbe vyake. Mwenyezi Mungu asema, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah jalla jalalu, Mola wenu mlezi wenu amewaumba. Baada ya kuumba akachagua katika viumbe vyake, na baadhi ya viumbe akapatia daraja ya juu zaidi. Tukasema mfano, katika ardhi Mwenyezi Mungu amechagua Masjidil Haram ndo ardhi bora. Katika maji Mwenyezi Mungu amechagua maji ya Zamzam. Katika wanadamu ahlul ardh, katika wanadamu amemchagua kiumbe bora kuwa ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na katika malaika amemchagua Jibril alayhi salam. Katika usiku Mwenyezi Mungu amechagua mwaka mzima siku 10 za mwisho za Ramadhani. Kwa hivyo hiya afdalu layali sana. Ikifika Ramadhani ujue kwamba hakuna usiku bora kama usiku wa 10 ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo yampasa kila Muislamu afanye bidii, fa'ala almuslim an yajtahida fihi, yapaswa kwa kila Muislamu afanye bidii katika 10 hii ya mwisho. Kando na hayo, wayatafaraghu lilibadati, na lazima atenge wakati wake kufanya ibada. Kwa hivyo kama wewe ni mfanyakazi waweza kupata leave siku 10 ya mwisho wa Ramadhani, fanya ili ufanye ibada katika siku 10 hizi za mwisho. Na hivi ndio alivyokuwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kila kitu alikuwa akiachana nayo katika 10 ya mwisho ili kufanya ibada zaidi. Aisha radhiyallahu anha asema, الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. Alikuwa Rasul sallallahu alaihi wasallam akifanya bidii katika 10 ya mwisho, jambo bidii ambayo ilikuwa hafanyi mwaka mzima. Na bidii ilikuwa katika swala na Qur'ani na dhikr na dua. 4 things: swala, Qur'an, dhikr na dua. Bali Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa na bidii kiasi cha kuwa hakutaka kushughulishwa na mtu yoyote na kitu chochote. Asema Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, yeye mwenyewe atueleza hali ya Rasul sallallahu alayhi wasallam katika 10 ya mwisho wa Ramadhan. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashr shadda mi'zara wa ahya layla wa ayqadha ahla. Inapoingia 10 ya mwisho wa Ramadhan, Rasul sallallahu alayhi wasallam shadda mi'zara. Shadda mi'zara ni kwa wale ambao wanaojua wenye kuvaa kikoi, waifunga na kuibana. Walikuwa kikaza kikoi cha chini. Maana mbili, alikuwa akifanya physically au kuna maana ya ndani, na yote pia ilifanyika. Alikuwa kibana nguo ya chini ili isimshughulishe. Kumaanisha kama wewe wataka umevaa kikoi na umeona mzigo wataka kubeba na ni nzito, mwanzo ile kikoi utaifunga vizuri, kisha ndio fanya nini? Ndio ubebe, kwa sababu kazi nzito unaofanya. Kwa hivyo Rasul sallallahu alaihi wasallam shadda mizar, alikuwa akifunga nguo yake chini vizuri, he used to tighten it. Na pia ina maana ya ndani. Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijifunga chini na alikuwa halali na wake zake katika siku hizi 10 za mwisho. He never used to have intercourse, alikuwa halali na wake zake katika hizi siku 10 za mwisho. Alikuwa hata haendi nyumbani sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akiingia msikitini. So ulama wakasema shadda mizara isharatun ila aljidd fi alibada wa i'tizal an-nisa. Alikuwa akikaa mbali na wanawake, alikaa mbali na starehe, na alikuwa akifanya bidii katika ibada 10 hizi za mwisho. Alikuwa akifanya nini?
shadda miizara, maadamu haendei wake zake na nguo ameibana, alikuwa akifanya nini? Ahya laila. Na mwajua Allah subhanahu wa ta'ala amejalia usiku ni kulala, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara maasha. Wakati ambayo ni sunna usilale usiku nzima, wakati ambao ni sunna usilale usiku nzima ni 10 za mwisho za Ramadhani. Hufai kulala kama una uwezo, ili upate kupumzika asubuhi. Ndio maana nasema kwa wale ambao wanafanya kazi wanaweza kuomba leave siku hizo. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa halali siku 10 za mwisho. Ahya laila, alihuisha usiku. Na wajua alhaya wal maisha liko katika mchana, sio? Lakini Rasulullah usiku katika 10 ya mwisho he used to change. 10 ya mwisho alikuwa halali sallallahu alayhi wasallam. Wa aiqadha ahla, na alikuwa akiwaamsha familia yake wapate kukesha wafanya ibada pia wao. Na Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam ili asishughulishwe alikuwa akiingia i'tikaf msikitini. Wal-i'tikaf maanaha luzumu al-masjid li-ta'a, ni mtu kulazimu na kubakia ndani ya msikiti kwa ajili ya taa. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akibakia ndani ya msikiti, hatoki. Alikuwa kilala ndani ya msikiti. Kwa hivyo usiku alikuwa akihuisha na mchana pia alikuwa hatoki, akibakia ndani ya msikiti. Hii ni al-i'tikaf. Kwa nini Rasul sallallahu alayhi wasallam akifanya hivi? Hii ndio ilikuwa hali ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kila Ramadhani ikifika 10 ya mwisho alikuwa akiingia msikitini i'tikaf na hatoki for 10 good days and 10 nights. Na hii ndio ilikuwa hali ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, with exception ya Ramadhani moja. The last Ramadhan aliyofunga Mtume sallallahu alayhi wasallam, Ramadhani ya mwisho aliyofunga Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakukaa siku 10, alikaa siku 20. Mjua Ramadhani kuna 10 ya kwanza, 10 ya pili na 10 ya tatu. Hasa yeye Rasul sallallahu alayhi wasallam 10 ya tatu ya mwisho ndo alikuwa akikaa. Lakini Ramadhani ya mwisho aliyofunga salawatu rabbi wa salamu alayhi, mwaka wa 10 wa hijra, basi mwaka huo hakukaa 10 ya mwisho peke yake, alikaa 10 ya pili na 10 ya tatu, 20 days alikaa i'tikaf sallallahu alayhi wasallam. Mke wake al-Mu'minin Aisha radhiyallahu anha asema كان صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. alikuwa Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akilazimu msikiti sallallahu alayhi wasallam, na pia baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam wake zake pia walikuwa wakiingia i'tikaf. Kwa hivyo hii ibada si hasa kwa wanaume, pia ni kwa wanawake. Na alhamdulillah msikiti wa Jamia kwa miaka yote ambayo nilikuwa imamu hapa, kuna wanawake wanakuja wanakaa i'tikaf 10 ya mwisho wa Ramadhani, wanakuja kwa ruhusa ya waume zao, wanakuja kukaa. Kuna mama mmoja yokuja kukaa hapa Ramadhani zaidi ya miaka 30. Every last 10 days of Ramadhani yuko hapa. Kuna mama mwingine kipofu yokuja kuingia 10 ya mwisho hapa. Kwa hivyo hii si ibada khasa kwa wanaume, ni ibada ya wanaume na wanawake. Na dalili ni kwamba pia wake zake Mtume sallallahu alayhi wasallam walifanya nini? Walifanya. Katika kwa nini Rasul sallallahu alayhi wasallam 10 ya mwisho alikuwa kilazimu msikiti? Kwa ajili ya kufanya ibada na kuhuisha leila, kwa sababu alikuwa akitafuta Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Na Allah subhanahu wa ta'ala wasema wama utitu min al-ilmi illa qalila, hamujapewa elimu isipokuwa chache. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuoneshwa usiku wa Lailatul Qadri itakuwa ni usiku gani, kisha Allah akamfanya asahau. Hii hadith sahih. Ikawa Rasul sallallahu alayhi wasallam hajui specifically ni tarehe 21, 27, hajui, kwa sababu Allah alimfahamisha kwamba iko katika 10 ya mwisho, kisha akamuonesha, kisha Allah akamfanya asahau sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Ili tufanye bidii katika 10 ya mwisho. Leo sote tukijua Lailatul Qadr ni tarehe 27, tarehe 21 kuna mtu atakuja hapa? Hakuna mtu atakayekuja. Kwa hivyo ili mtu afanye bidii. Na usiku huu Allah subhanahu wa ta'ala ameisifu kwamba ni usiku wa khair. Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusiana na Lailatul Qadr, ni usiku ambao Allah alishukisha Qur'an. Kuna siri gani katika Lailatul Qadr? Why should we look for Lailatul Qadr? Why is it so important?
kuna umuhimu gani? Na Ramadhani hii inshallah inayokuja February tarehe 18 on Wednesday tarehe 2026 tutarajia Ramadhani kulingana na muandamo wa mwezi 18 February 2026 tunaanza Ramadhani ikiwa mwezi utaonekana. Allah atufikishe na tujalie tuweze kuwahi. Allahumma ballighna Ramadhan. Kuna siri gani katika Lailatul Qadr? Kuna khairi nyingi. Mwanzo kabisa ni usiku ambayo khairi utakayofanya wapata thawabu zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala bainisha katika suratul Qadr, kuna sura imeshuka kwa jina hii usiku. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ومحل شاهد ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر usiku moja ni bora kuliko miezi 1000. Bimaana ibada utakayofanya usiku huu moja, kama ni Qur'an utasoma, kama ni rak'a mbili utaswali, na ibada utakayofanya kwa miezi 1000 ni miaka 83 na miezi kadhaa mbele ya Allah, ibada uliyofanya hii usiku wa Lailatul Qadri ina thamani zaidi na ni bora zaidi. Lailatul Qadri khairun min 1000 shahr, ni bora kuliko miezi 1000. 1000 months ni 365,000 nights. Ibada utakayofanya ni 30,000 nights. 30,000 nights and one night mbele ya Allah, hii one night ina thamani zaidi. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amechagua usiku huu. Siri ni kwamba thawabu ni mara nyingi na malipo ni makubwa. Swala utakayoswali katika usiku wa Lailatul Qadr na swala utakayoswali usiku mwingine si sawa. Sadaqa utakayotoa usiku wa Lailatul Qadr tofauti na sadaqa utakayotoa kwa miezi 1000 ukitoa sadaqa kila siku. For 30,000 nights, for 83 years watoa sadaqa. Na sadaqa utakayotoa katika Lailatul Qadr Allah yupenda zaidi na malipo ni zaidi. Sasa kwa nini tusitafute usiku huu? Bali kuna siri nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala bainisha katika surah ad-Dukhan. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها أي في هذه الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم. Allah sema ameshukisha Qur'an hii katika usiku wa baraka. Tena usiku huu ndani yake yufraqu kullu amrin hakim, mambo ya mwaka mzima inapangwa. Hasa list malakal maut atajuaje ni kina nani wanakufa? Ikifika usiku wa Lailatul Qadr yuapewa list ya watu wanaokufa. Ndio maana usiku huo wasema ya Rabb, kama umenijalia mimi kuishi nijalie maisha ya khair, na kama umenijalia nitakufa na kuomba katika listi ya wenye kufa unijalie ni wale watakaoingia peponi. It's a very important night. Asema Ibn Abbas radhiyallahu anhu, usiku wa Lailatul Qadr riziki hupangwa, nani atapata kiasi gani. Usiku wa Lailatul Qadr asema Ibn Abbas radhiyallahu anhu, as-sahabi al-jalil, alipofasiri hii aya, mpaka wenye kwenda haji mwaka huo Allah anawachagua. Jamani, ni usiku wa kulala? Wallahi si usiku wa kulala. Ndio maana Rasul sallallahu alaihi wasallam ahya layla, alihuisha usiku mzima, wa aiqadha ahla, aliwaamsha watoto wake na familia yake na wake zake, ambia si wakati wa kulala, amkeni. Kwa nini? Kwa sababu mambo yanapangwa. Mambo yanapangwa. Wewe mwaka huu wataka kwenda haji, Ramadhani ikija tafuta Lailatul Qadr, mwambie Allah, katika wale wanaoenda haji na mimi nichague. Kun fayakun. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ni usiku ambao kila kitu hupangwa. Watukufu wa Islamu, ni usiku ambao malaika hushuka. Tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr. Ni usiku pia Jibril alayhi salam hushuka, kama ilivyokuwa kishuka kwa nani? Kwa Rasul sallallahu alayhi wasallam. Ar-ruh bimaana Jibril, nazala bihi ar-ruhu al-amin ala qalbika litakuna min al-mundhirin. Ar-ruh ni Jibril alayhi salam. Kwa hivyo ni usiku malaika hushuka na Jibril. Na la mwisho ni usiku ambao waumini wanapata amani. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Kwa jumla, in a nutshell, hii ndio usiku wa Lailatul Qadr,
na hivi ndio ilivyokuwa Rasul, na hivi ndio tutakana tuwe, na ni usiku ambao thawabu ni nyingi, malaika hushuka, Jibril hushuka, waumini hupata amani, na ni usiku mambo ya mwaka mzima hupangwa. Hasa si usiku wa kulala, na usiku wa kuhuisha, na usiku wa kuamsha familia yako. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tufikishe Ramadhan. Allahumma ballighna Ramadhan, Allahumma ballighna Ramadhan, Allahumma ballighna Ramadhan. Hapo insha Allah tutakuwa tumemaliza kitabu Al-Muyassar fi ahkami as-sawm wa adabi. Imetuchukua takriban mwaka mzima kumaliza, na tutakuwa tumehitimisha hiki kitabu. Tuomba Allah tupatie ilman nafi' na amalan salih, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.